Baada ya kuzuiliwa kutoka ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vinara watatu wa chama cha kisiasa cha rais wa zamani wa nchi hiyo Bwana Joseph Kabila Kabange kupitia katibu wao Ferdinand Kambere wakanusha madai yote ya serikali ya Kinshasa. Jumatatu ya tarehe 10 Machi mwaka huu, ofisi ya uhamiaji nchini DRC DGM imewataka vinara hao wa PPRD kutokusafiri nje ya nchi hiyo. Wahusika ikiwa ni pamoja na Obe Minaku, Emmanuel Ramazani Shadari pamoja na katibu mkuu Ferdinand Kambere, wote wafuasi wa rais mustafu Joseph Kabila Kabange. Hayo ni baada ya kualikwa kwenye mahakama ya kijeshi mjini Kinshasa siku za nyuma zilizopita. Nini kilichokuwa chanzo cha wao kualikwa na kwa nini waalikwe kwenye mahakama ya kijeshi? Ferdinand Kambere, mratibu wa chama cha PPRD nchini Kongo ya Kidemokrasia, aeleza kwenye mahojiano nasi. Kilichoshangaza ni kuona kama ni mahakama ya kijeshi ndiyo ilituitisha sisi kama wana wa chama cha kisiasa, na walioitiwa ilikuwa vice president Camarade Obe Minaku, pia secrétaire Emmanuel Ramazani na mimi mwenyewe kama mfuasi wa wanachama kusema kwa namna ya uongozi mpya wa chama lazima tuwe mtu mmoja. Kama kulikuwa gawanyiko ndani ya chama, watu wakuwe fashi moja, wakimbize uoga, pange miradi yote ya chama yetu mpaka kufikia pale tutaendelea kugombea utawala. Swali ambayo tena mara nyingine kunaisha kama juma moja, mara nyingine pale kwa ministre wa interior inakuwa tena ni ile ulizo. Sasa inakuwa ni mahakama za kijeshi mahakama za kijeshi ambazo zinapaswa kufuatilia mambo ya kisiasa, masa kuonyesha hali ambapo serikali ya udikteti ya nchi yetu kwa ikiwashangaza wengi hapa na profite na mikoa yako kwa kupana shukrani yangu kwa population wote ambao walikuwa wakati tuko baki na sisi kiroho, na wa hapa Kinshasa ambao walikuja wakajaa wengi, hata wa vyama vingine vya upinzani walikuja pia wakahusika na ile jambo, kusanyika kuandamana pale pamoja kwa usalama. Wote wapate shukrani za njia hii. Sisi tulikuwa tukiwauliza kwa nini sisi kama chama cha kisiasa tuitiwe kwenu nyinyi mahakama ya kijeshi. Tuitiwe kwa nini? Kwani maulizo yote ilikuwa ni kwa kuuliza nini sisi tunafanya kama miradi ya chama. Na wakati alipotamka kama kuna mambo tulikuwa hatufanye tena kwa wazi, tulikuwa tukifanya kwa uficho, ni chama ilikuwa ni mipango gani? Eske haihusike na hii mipango ya nanga? Wakati tulikuwa Nairobi, eske hatukuka? Hii ndio ilikuwa wao wa kutoa hii kauli juu ya kusema kama ni nini kweli ilikuwa. Lakini hakuna chochote ambacho tumeonyeshwa kumbaya wa chama na kuonyesha kama kweli tunaweza kwa ndani ya miradi mbaya ya kuleta hofu yeyote kwa kupitia. Yote tulitamka ilikuwa kwa faida yao, ya kusema tuwe mtu moja, tuinuke kama mtu moja na tutoshe oga, tuanje tena miradi ya chama ya kugombea utawala kufuatana na katiba yetu. Kuhusu madai iliyotolewa na Rais Tshisekedi Chilombo maarufu kama Fachi Beton ya kusema ya kwamba mwenza wake Joseph Kabila Kabange analiunga mkono kundi la M23 AFC linalosukumwa kurudumu naye Bwana Corneille Nangaa, kiongozi wa zamani na tume huru la uchaguzi nchini humo Seni, mratibu huyo hakanusha madai yote na kusema ya kwamba hayo ni porojo pekee ya chama cha kisiasa kilichoko madarakani UDPS.
anakuwa akifanya zidi ya rais mstaafu Joseph Kabila Kabange, yeye mwenye ana uongozi leo Tshisekedi. Kama kuna mastaki yote, silipasha kuwa kwenye hii mahakama ya kijeshi paske ndio inahusika. Ikawa kuna mwananchi ambaye anahusika na mambo ya ugaidi na mambo ya rebellion. Si hii sheria ya kijeshi ndio ilipashwa kujua ile mambo na ihakikishe ile mambo. Sasa wakati tunafika pale, paske siye President Tshisekedi mwenyewe ambaye amesema, hata huyu Bemba huyu ministre wake wa transport anakuwa akipita fashi yote kusema bongo, rais mstaafu ndiye Joseph Kabila ndiye iko nyuma ya M23, ndiye iko nyuma ya Mobondo, ndiye iko nyuma. Sasa mastaki yao meme hata communique zilipita wakati hii aliko ya kusema tunaalikwa kwenye ministere, kwenye auditora ya kijeshi. Mara moja uliona hata huu ministre wa justice anafanya communique ya kusema wale watu ambao wamealikwa, wale watu viongozi wa PPRD wamealikwa, lazima wasiwe tena na ruhusu ya kusafiri nje ya nje, na lazima kunakuwa mastaki zidi yao kufatana na mambo inaweza kuwapatanisha na hii marebellion ya AFC au M23. Lakini pale kwa auditorat hii walituonyesha kama kesi hatukuona hata kesi moja inahusisha rais mstaafu. Hakuna hata kesi moja ile ambayo walituonyesha kama muangalie na muanje jibia mapreve hizi gesi. Wale wote wiko nasema niko na preve. Sasa kwa nini hizi siku zote tunafikisha hata kwa kuitishwa na serikali ya kijeshi, lakini ndani ya hii kesi, ndani ya hii dossier ile ilikuwa tu ni aliko tu zile tu invitation, hakuna kitu ingine. Nanga alikuwa kiongozi wa seni, kila mtu anamjua Nanga. Sisi wanasiasa kila zaidi lazima tumjue Nanga. Anayofanya leo ni wao wanajua, alikuwa kwenye union sacrée tunaisema kila siku. Na kama leo kunakuwa mazungumzo anja Angola, enda Tanzania, na ile yote kunatoka resolution ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies 2773. Si wao serikali wanajua ile. Kwa nini wakati itakuwa na kuwa kama wenye bako pembeni ya watu walete tu maneno ya bongo? Hii mambo yote kama mnaiona inakuwa ni rais mstaafu, ijapokuwa hakuna hata kesi moja. Inakuwa ni mambo ya ovyo, mbovu na ya haya sana. Ni vema ni kujuze hapa ya kwamba ni tangu zaidi ya miezi 10 ndipo waasi wa M23 na AFC wameanzisha mashambulio na kwenda kuteka miji kama vile Goma, Bukavu na kwengineko, hiyo ambayo imesababisha hali ngumu ya maisha kwa wakahaji na raia wa DR Congo.